Kuzaliwa maskini sio kosa, kosa ni kufa maskini. Aliwahi kusema aliyekuwa tajiri wa kwanza duniani Bwana Bill Gates. Mimi binafsi ninaamini kuwa kila mtu anaweza kufanikiwa kifedha, japo si kila mtu atafanikiwa. Hii ni kwa sababu watu wengi si kwamba hawajui wanachotakiwa kufanya ili kufanikiwa, au hawajui wanachotakiwa kuepuka ili kufanikiwa kifedha. Wanajua, ila hawafanyi kwa sababu hawako tayari kulipa gharama za kufikia mafanikio ya kifedha. Watu wengi wanapenda kula, lakini ni wachache wako tayari kuinda. Kama unataka kufanikiwa kifedha, kuna mambo unapaswa kuyajua na kuyazingatia. Katika siku ya leo, katika YouTube channel yangu, ninaenda kukuambia ukweli unaopaswa kujua ili kupata mafanikio ya kifedha na kujenga utajiri kwenye maisha yako. Ninaenda kukuambia ukweli kuhusu fedha na utajiri. Karibu sana bwana katika YouTube channel yangu. Kwa mara ya kwanza upo katika YouTube channel hii, tafadhali usiache kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa tunapokuwekea somo jipya. Mimi ninaitwa Victor Mwambene, ni mwelimishaji wa masuala ya fedha na biashara, niliidhinishwa na Benki Kuu ya Tanzania, na nimeandika vitabu vinne ikiwemo Akili ya Fedha kinachoeleza mbinu za kutoka kwenye umaskini na kujenga utajiri wa kudumu, lakini pia nimeandika kitabu kinachoitwa Kanuni 20 za Fedha kinachoeleza misingi ya kutengeneza, kutunza na kuwekeza fedha kwa usahihi. Karibu sana bwana. Ukweli wa kwanza unaopaswa kuufahamu kuhusu fedha na utajiri ni kuwa utajiri unaanzia kichwani mwako. Utajiri unaanzia kichwani. Usipoiona milioni moja kwenye akili yako, hautaiona milioni moja kwenye akaunti yako ya benki. Usipoiona bilioni moja kwenye akili yako, hautaiona bilioni moja kwenye akaunti yako ya benki. Unapoamini, unakuwa uko nusu ya safari ya mafanikio. Zinaweza zikawa zipo sababu nyingi za kwa nini watu wengi ni maskini, lakini sababu namba moja ni kukosa imani kwenye maisha yao, au kuwa na mtazamo hasi kwa lugha nyingine. Watu wengi wanashindwa kufanikiwa kwa sababu hawaamini katika uwezo ulio ndani yao. Watu wengi hawaamini kama wanaweza kufanikiwa, hawaamini kama wana uwezo wa kuwa matajiri. Watu wengi wanaamini kwamba ni watu wachache ambao wameumbiwa kufanikiwa, na wao sio mmoja kati yao. Watu wengi wanaamini mafanikio ya kifedha ni kwa ajili ya watu wachache, sio kwa ajili ya kila mtu. Kama unataka kufanikiwa kifedha, ni lazima uamini kwamba umeumbwa kufanikiwa, unaweza kufanikiwa na unastahili kufanikiwa. Brian Tracy katika vitabu vyake vya masuala ya fedha na mafanikio anasema ya kwamba hakuna kikwazo cha ukuu unaoweza kufikia, wala hakuna kikwazo cha mafanikio unachoweza kukifikia zaidi ya kikwazo unachokiweka mwenyewe kwenye akili yako. Kwa adui namba moja wa mafanikio yako ni wewe mwenyewe, kutokana na mtazamo ulionao. Je, unaamini nini kuhusiana na fedha na utajiri, au watu waliofanikiwa? Kuna mtu anaamini kwamba watu matajiri ni watu ambao ni watu wabaya, wamepata fedha kwa njia ovu, na hakuna namna ya kuwa tajiri bila kuwa mtu muovu. Hao ni watu ambao wanaamini kupenda pesa ni chanzo cha maovu. Wanayanukuu maandiko matakatifu yanayosema ni rahisi kuangamia kupita kwenye tundu la sindano, lakini si kwa tajiri kuona ufalme wa Mungu. Hao ni watu ambao wanaamini wakiwa matajiri watakuwa watu wabaya na hawataenda mbinguni. Kitu ambacho watu wengi hawaelewi ni kwamba pesa sio mbaya na wala sio nzuri, inategemeana na iko mikononi mwa nani. Ikiwa kwa mtu mwema inakuwa ni pesa ya msaada, inasaidia watoto yatima, inasaidia wagonjwa hospitalini, na ikiwa kwa mlevi inakuwa ni pesa ya pombe, ikiwa kwa mtumishi wa Mungu au kwa muumini inakuwa ni pesa ya sadaka. Kwa pesa sio mbaya na wala sio nzuri, inategemeana iko mikononi mwa nani. Hivyo unahitaji kubadili mtazamo ulionao kuhusiana na fedha kama unataka kufanikiwa kifedha. Badili imani na mtazamo ulionao. Kanuni ya imani inasema kwamba pesa na utajiri huwafuata watu wanaoamini kuwa pesa zipo kwa ajili yao. Kanuni ya imani inasema kuwa pesa na utajiri huwafuata watu wanaoamini kuwa pesa zipo kwa ajili yao, na kinyume chake ni kwamba pesa na utajiri huwakimbia watu ambao hawaamini kuwa pesa na utajiri vipo kwa ajili yao. Je, wewe unaamini nini linapokuja swala la mafanikio ya kifedha? Unaamini pesa na utajiri ni kitu kibaya, ukipata pesa utakuwa mtu mbaya? Na kiuhalisia ni kwamba pesa haimbadilishi mtu, inadhihirisha tabia alizonazo mtu. Kama wewe ni mchoyo, ukipata pesa utakuwa mchoyo zaidi. Kama wewe ni mtu mwema, ukipata pesa utakuwa mtu mwema zaidi. Pesa zako zitasaidia wagonjwa hospitalini, zitasaidia watoto yatima, zitasaidia wajane na mambo mengi zaidi. Kwa hiyo pesa haimbadilishi mtu, bali inadhihirisha tabia alizonazo mtu. Kwa kama unataka kufanikiwa kwenye maisha yako, hatua ya kwanza ni kubadili namna unavyoamini na kufikiria. Amini katika mawazo ulionayo, amini katika uwezo ulionao. Na kila mtu ana uwezo wa kuwa mtu mkuu. Kinachotuzuia tu kuwa watu wakuu ni imani na mtazamo tulionao. Na imani hii na mtazamo unatokana na malezi ambayo tumeelelewa. Mzazi anakuambia, "Wewe unafikiri kila mtu tu anaweza kufanikiwa?"
Wembwa, yani unakuta ulivyokuwa watoto, wakati mwingine wazazi walikuwa wanatuita wembwa wewe. Kwa kuna namba majina waliokuwa wanatuita, the namna walivyotulea itaamua wewe vile ambavyo utakavyokuwa. Walimu walivyotulea, walimu wetu walivyokuwa wanatufundisha, hayo yote yanakuja kukujengea mtazamo kwenye maisha yako, mtazamo wa kufanikiwa au mtazamo wa kufeli. Kwa muhimu zaidi uelewe kwamba mafanikio ya kifedha yanaanzia kichwani, na ili ufanikiwe lazima ubadili imani na mtazamo ulionao. Ukweli wa pili unaopaswa kuufahamu kuhusu fedha na utajiri ni kuwa pesa haina wenyewe. Unaweza kutoka kwenye familia maskini sana na ukaja kuwa tajiri mkubwa Tanzania, na ukaja kuwa tajiri mkubwa Afrika, kama ilivyokuwa Balesa na ilivyokuwa kwa Mengi. Na unaweza pia kutoka kwenye familia tajiri na ukarudi kuwa maskini kama ulirithishwa pesa na haukurithishwa akili ya kutafuta pesa. Kwa hiyo pesa haina wenyewe. Unaweza kutoka kwenye watu matajiri ukaja kuwa mtu maskini, na unaweza kutoka kwenye familia maskini sana na ukaja kuwa tajiri mkubwa sana Afrika. Na vivyo hivyo pia pesa haina dini. Unaweza kuwa tajiri ukiwa Mkristo, na unaweza kuwa tajiri ukiwa Muislamu, unaweza kuwa tajiri ukiwa Mhindi au Muhindu, au unaweza kuwa tajiri ukiwa Mbudha. Na pia pesa haijali wewe ni mtu wa taifa gani. Unaweza kuwa tajiri ukiwa Mmarekani, ukiwa Mchina, ukiwa Mtanzania, ukiwa Mkenya, na pia haina ukabila. Unaweza kuwa tajiri ukiwa Mmasai, unaweza kuwa tajiri mkubwa ukiwa Mchaga, ukiwa Mnyakyusa au ukiwa Mzaramo. Kwa pesa haina ukabila, na zaidi pia pesa haina umri. Unaweza kuwa tajiri ukiwa mzee, yani unaweza kustaafu maskini kabisa na ukaanza kujitambua na ukatengeneza pesa nyingi, kama ilivyokuwa kwa Colonel Sanders. Alianzisha migahawa ya KFC mpaka anastaafu alikuwa ni mtu maskini, lakini baadaye akafikiria hivi, mimi ni kitu gani naweza kufanya vizuri kuliko watu wengi? Akagundua ni kupika. Kaenda kununua kuku pale, akanunua na viungo fulani akachanganya, na baadaye akapata ladha moja nzuri sana, akaanzisha mgahawa wa KFC. Baadaye ukasambaa mji mzima, baadaye ukasambaa nchi nzima ya Marekani, na baadaye ikasambaa migahawa yake sehemu mbalimbali duniani, na kwa sasa ni migahawa ya pili kwa ukubwa duniani ya KFC. Sisi tunaelewana mpaka hapo? Kwa jamaa yeye alikuja kuupata utajiri baadaye alivyokuwa mzee. Na pia unaweza kuwa tajiri ukiwa kijana, unaweza ukajitambua ukiwa na miaka 15, 17 na ukapata utajiri mkubwa ukiwa na miaka 20 na tu. Wapo matajiri na wapo mabilionea ambao walipata ubilionea ukiwa na miaka 20 na wengine wakiwa na miaka 30. Kwa pesa, ndugu yangu, haina wenyewe. Unaweza kuwa tajiri kutoka katika dini yoyote, unaweza kuwa tajiri kutoka katika umri wowote, unaweza kuwa tajiri kutoka katika kabila lolote, unaweza kuwa tajiri kutoka kwenye familia yoyote, unaweza kuwa tajiri kutoka kwenye kijiji chochote. Pesa haina wenyewe. Unaweza kutoka kwenye familia tajiri na ukaja kufa maskini, na unaweza kutoka kwenye familia maskini na ukaja kuondoka duniani ukiwa ni tajiri mkubwa na uliyeacha harama. Kwa hiyo acha kuwa na excuse cha kuamini kwamba labda umaskini ulionao pengine ni kutokana na rangi ya ngozi ulionayo. Unaweza kuwa mtu mweusi na ukawa ni tajiri mkubwa duniani. Mbona Aliko Dangote ni mtu mweusi anayeishi Afrika, lakini ukitaja matajiri 100 duniani na yeye yumo. Aliko Dangote ni mtu mweusi. Hapo unazungumzia Wahindi, unazungumzia Wachina, unazungumzia wazungu. Sisi tunaelewana mpaka hapo Lakini ukimtaja watu 100 na matajiri dunia nzima, unampata mtu mweusi anaishi katika bara ambalo halijaendelea. Kwa popote ulipo, bila kujali familia unayotokea, bila kujali dini uliopo, bila kujali kabila unalotokea, bila kujali kijiji unachotokea, na bila kujali umelelewa na nani. Unaweza kulelewa na mzazi asiyejitambua kabisa, ambaye kila siku anarudi nyumbani amelewa, ambaye haachi pesa kwa ajili ya matumizi, ambaye hajali elimu kwa watoto wake, hajali malezi, na bado kutoka kwa mzazi huyo huyo ukawa mtu uliyefanikiwa zaidi. Inawezekana ugumu wa maisha yako unachangiwa na wazazi wako, lakini kama umezidi miaka 18 na kuendelea, huna wa kumlaumu kuhusiana na hali ya maisha ulionayo. Sisi tumeelewana mpaka hapo Hilo ni jambo lingine ambalo unapaswa kulifahamu. Pesa haina wenyewe. Kila mtu anaweza kufanikiwa kifedha na kila mtu anaweza kuwa tajiri. Haijalishi ni nani, ametokea wapi, ana umri gani. Kinachomata tu ni kuzijua kanuni na sheria za fedha na kuziishi bila kuwa na excuse. Ukweli wa tatu unaopaswa kuufahamu kuhusu fedha na utajiri ni kuwa pesa sio chanzo cha utajiri. Pesa sio chanzo cha mafanikio. Kuna watu wanaamini kwamba wao ni maskini kwa sababu hawana pesa. Wanaamini wakipata pesa watafanikiwa. Wanaamini wakipata fedha watafanikiwa kifedha. Yaani kuna watu ambao wanasema sina mtaji, ningepata mtaji mimi ningekuwa mbali sana,
kuwa tajiri ningefanikiwa, kitu ambacho sio kweli. Pesa sio chanzo cha mafanikio na pesa sio chanzo cha utajiri. Kama fedha ingelikuwa ni chanzo cha utajiri, watu wote wanaoshinda pesa kwenye michezo ya kubahatisha wangekuwa matajiri. Kama pesa ingekuwa chanzo cha utajiri, watu wote wanaopata pesa na mali za urithi wangefanikiwa kifedha. Maarifa ndiyo chanzo cha mafanikio na sio pesa. Mtu mmoja mwenye hekima aliwahi kusema, kama utachukua pesa za matajiri wote duniani na kuzigaia sawa kwa watu wote, baada ya muda mfupi, baada ya muda fulani, wale waliokuwa matajiri watarudi kwenye utajiri wao na wale waliokuwa maskini watarudi kuwa maskini. Kwa nini? Kwa sababu kitu muhimu sio kile unachokimiliki, bali ni ile akili ya kumiliki kile kitu unachokimiliki. Kwa utajiri si matokeo ya kuwa na pesa, bali maarifa ndio yanayotengeneza pesa. Maarifa ndio yanayokupa elimu ya kudhibiti pesa zisipotee. Na ili ufanikiwe kifedha, kuna aina 3 ya elimu unazozihitaji. Elimu ya kwanza ni elimu ya kutengeneza fedha, how to make money. Elimu ya pili ni elimu ya kudhibiti pesa unazozipata zisipotee, how to manage your money. Na hapa kuna msemo unasema, kutengeneza pesa ni kama kuchimba kwa kutumia pini na kupoteza pesa ni kama kumwaga maji kwenye mchanga. Yaani kutengeneza pesa ni kazi sana, lakini kupoteza pesa ni rahisi zaidi. Watu wengi wanashindwa kufanikiwa sio kwa sababu hawapati pesa, wanapata pesa nyingi tu, lakini shida hawajui namna ya kudhibiti pesa unazozipata zisipotee. Tangu mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 12, watu wengi wanashika pesa nyingi, lakini hawana uwezo wa kudhibiti pesa wanazozipata zisipotee. Elimu ya 3 unahitaji ni elimu ya kuwekeza fedha. Unahitaji kujifunza aina mbalimbali za uwekezaji, kama vile uwekezaji katika hati fungani za serikali, uwekezaji wa pamoja, uwekezaji katika hisa, stock investment, aina uwekezaji katika mali zisizohamishika na aina nyinginezo za uwekezaji. Kwa hiyo kama unataka kufanikiwa kwenye maisha yako, unahitaji aina hizo 3 za elimu. Naelewa kuwa pesa sio chanzo cha mafanikio, bali maarifa na taarifa sahihi ndio zitakazokusaidia kufanikiwa. Ndio maana Robert Kiyosaki katika kitabu chake cha Rich Dad Poor Dad anasema, tunatengeneza pesa kwa tunachokijua na tunapoteza fedha kwa tusichokijua. Na fedha bila ufahamu wa kifedha ni fedha itakayopotea muda sio mrefu. Unahitaji elimu ya kutengeneza pesa. Ukweli wa mwisho ambao nilitaka ufahamu kuhusu fedha na utajiri ni kuwa pesa ina nguvu. Money is powerful. Pesa inaweza ikawa sio muhimu, lakini inaweza ikaathiri kila kilicho muhimu kwenye maisha yako. Inaweza ikaathiri ndoa yako, inaweza ikaathiri malezi yako kwa watoto, malezi bora ikikosekana. Pesa ikikosekana inaweza ikaathiri afya yako. Pesa ikikosekana inaweza ikaathiri uhusiano wako wewe na Mungu. Pesa ikikosekana inaweza ikaathiri uhusiano wako wewe na wazazi. Kwa pesa inaweza isiwe muhimu, lakini itaathiri kila kilicho muhimu kwenye maisha yako. Na usiseme kwamba pesa ileti furaha ikiwa kila ukiipata unafurahia. Ni muhimu sana ukaitafuta pesa, na ukiipata ni muhimu sana ukajifunza jinsi ya kuidhibiti pesa unayoipata isipotee. Pesa ina nguvu sana. Mtu anaweza kafanya makosa makubwa na akachaguliwa kuwa kiongozi mkubwa katika nchi kwa sababu tu ana pesa. Ni kweli pesa haiwezi kununua uhai, lakini kuna watu ambao walitakiwa wao wamekufa tangu 2010, tangu 2015, lakini mpaka leo madaktari wanaendelea kupambana na afya yao kwa sababu wana pesa au ndugu zao wana pesa. Pesa ina nguvu sana. Pesa inaweza ikakufanya ukaishi maisha marefu kwa sababu una uwezo wa kumudu gharama za matibabu za hali ya juu. Pesa inaweza ikakufanya ukaonekana unawapenda watoto wako kwa sababu unaweza kuwanunulia kile wanachohitaji. Pesa inaweza ikamfanya mkeo au mumeo akakupenda zaidi kwa sababu tu unatumia sehemu ya pesa ulizonazo kumuonyesha upendo. Kwa sababu moja kazi ya pesa ni kuonyesha upendo. Na chochote unachokihitaji kwenye maisha yako, kitu chochote kizuri unachokihitaji kwenye maisha yako, kipo katika kuipata pesa. Unahitaji baraka kutoka kwa Mungu. Ukiona pesa nyingi, unaweza ukasaidia yatima, unaweza ukasaidia wajane, unaweza ukawahurumia maskini kama ilivyoandikwa katika Biblia, mhurumia maskini anamkopesha Bwana na atamlipa kwa fadhila hizo. Kwa hiyo kama unataka kupata baraka kutoka kwa Mungu, ukitafuta pesa, ukizipata, ukizitumia hizo pesa katika namna iliyo njema na ya msaada, unapata baraka kutoka kwa Mungu. Wewe ni mwanasiasa, unahitaji kuwa na ushawishi, unahitaji kupata kula, kuchaguliwa. Ukiona pesa, inakuwa rahisi zaidi kuaminika na kuchaguliwa kwa sababu unaweza kutatua matatizo ya watu, kusaidia watu. Mohamed Dewji alikuwa mwanasiasa. Sitaki kuamini kama Mohamed Dewji ni mwanasiasa bora sana, ila alipata ubunge kwa sababu tu alikuwa na pesa, alikuwa na nguvu ya pesa. Kwa kuna vitu alikuwa anahitaji kuambia serikali ifanye ili aaminiwe na wananchi, alikuwa anafanya mwenyewe kwa kutumia pesa zake.
Pesa ina nguvu sana. Ni rahisi kuwa mwanasiasa mwenye ushawishi kama una pesa. Ni rahisi kuwa kiongozi wa dini mwenye ushawishi kama una pesa. Ni rahisi kuwa mtu yoyote katika wakati wowote, na ni rahisi kukutana na yoyote ukiwa na pesa. Ukiwa na pesa mambo mengi yanawezekana. Kuna msemo unasema, what money cannot do, more money can do it. Kitu ambacho pesa haiwezi kufanya, pesa nyingi inaweza ikafanya. Narudia tena, pesa ina nguvu sana. Kile ambacho pesa haiwezi kufanya, pesa nyingi inaweza ikafanya. Asante sana kwa kunisikiliza mpaka wakati huu. Unaweza kujifunza mambo mengi kuhusu fedha na utajiri kupitia kitabu changu hiki kipya kinachoitwa Akili ya Fedha, kinachoeleza misingi, mbinu za kutoka kwenye umaskini na kujenga utajiri wa kudumu. Ni kitabu kizuri sana, na kitabu changu kipya utakipata kwa ofa ya $25,000 tu kwa wakati huu. Na utapata pia kitabu changu kingine kinachoitwa Kanuni 20 za Fedha, kinachoeleza misingi ya kutengeneza, kutunza na kuwekeza fedha kwa usahihi. Nacho ni shilingi $20,000. Utapata pia kitabu changu hiki kinachoitwa Nguvu ya Kujua, kinachoeleza mambo unayopaswa kuyajua na kuyazingatia ili ufanikiwe kwenye maisha. Na pia na kitabu cha biashara na ujasiriamali, hiki hapa kinaitwa Jinsi ya Kuanzisha na Kukuza Biashara. Na bwana, kwa sasa tuna habari njema. Tuna mfumo unaoitwa Biashara Soft. Huu ni mfumo ambao unakusaidia wewe mfanyabiashara kuendesha biashara yako kisasa. Zama za kuandika taarifa za biashara kwenye madaftari, zama za kurekodi mauzo na matumizi kwenye madaftari zimepitwa na wakati. Kwa sasa unaweza kutumia mfumo wetu wa Biashara Soft kurekodi mapato, matumizi, kurekodi wateja, kurekodi stoku kupitia mfumo wetu wa Biashara Soft ambao unapatikana kwa mfumo wa application na unapatikana kwa mfumo wa web app. Yaani unaweza kutumia kwenye kompyuta na unaweza ukatumia kwenye simu. Popote ulipo nchini Tanzania unaweza ukatumia mfumo wetu wa Biashara Soft ukasimamia biashara yako kisasa. Ni mfumo rahisi sana kutumia na popote una uwezo wa kupata. Na hauhitaji kuwa na ujuzi wa kiwasibu, na upo katika lugha ya Kiswahili na upo pia katika lugha ya Kiingereza. Popote pale ulipo, piga namba za simu unazoziona katika screen kupata mfumo wa Biashara Soft ambao utakusaidia kurekodi mapato, matumizi, kurekodi wateja, kurekodi stock. Mfumo wetu, bidhaa ikikaribia kuisha, mfumo unakutumia ujumbe. Bidhaa ikiisha, mfumo unakutumia ujumbe. Na utaona bidhaa zilizoisha, bidhaa zilizokaribia kuisha. Lakini kupitia mfumo wetu utaona wateja ulionao na utaona royal customer ulionao. Yaani wateja wanaonunua sana. Na kupitia mfumo wetu utaona wateja ulionao katika kila mkoa au katika kila wilaya. Kuna watu mnauza bidhaa zenu, mnauza nchi nzima, lakini hujui ni mkoa gani ambao una wateja wengi, au hujui ni mkoa gani ambao hauna wateja kabisa au una wateja wachache. Mfumo wetu wa Biashara Soft unafanya hayo yote. Lakini zaidi pia kupitia mfumo wetu wa Biashara Soft utapata ripoti ya mauzo ya siku, ripoti ya mauzo ya wiki, ripoti ya mauzo ya mwezi, ya mwaka. Hauhitaji kupiga mahesabu ukiwa na Biashara Soft. Kupitia Biashara Soft unahitaji kupiga mahesabu. Mfumo wetu ni wa kisasa, unapiga hesabu wenyewe na haufanye makosa na haukosei kabisa. Kupata mfumo huu, piga namba za simu unazoziona kwenye screen hii. Na zaidi pia kupata vitabu vyangu, piga namba za simu 0744126640 au piga namba unazoziona hizo katika screen ili kupata vitabu au kupata mfumo wa Biashara Soft. Asante sana bwana. Usiache kunifuatilia katika mitandao yangu mingine yote kwa jina la Victor Mwambene. Asante sana.